Mpendwa, ningependa kukusalimu popote ulipo. Anayezungumza nawe ni Senior Pastor Mutuma. Wakati huu ningependa kukuomba uweze kushirikiana nami katika kujifunza jambo la muhimu sana. Lakini kabla ya kujifunza jambo hilo, ningependa tuombe pamoja nawe ili Mungu atuongoze kujifunza jambo hilo. Hebu tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, naomba uitakase midomo yangu ili nisungumze jambo ambalo umenichagua kulizungumzia. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mpendwa, kuna jambo ambalo Mungu ameniongoza kuzungumza nawe. Jambo hilo liko katika kitabu cha Mwanzo sura ya 19. Mwanzo sura ya 19 inaelezea habari za jinsi Mungu alivyoangamiza dunia na moto wa kiberiti. Katika Mwanzo sura ya 19 tunaona ya kwamba Mungu alimuagiza Lutu aweze kuambia watu wa Sodomu na Gomora ya kwamba waweze kutubu dhambi zao ili wasiangamizwe na moto wa kiberiti. Lakini kwanza tunaona ya kwamba Mungu aliwatuma malaika kwa Lutu ili kumwambia ya kwamba aende akawaambie wakwe zake pamoja na binti zake waondoke katika Sodomu, wasije wakaangamizwa na moto wa kiberiti. Kuna jambo moja nilijifunza kwa Lutu. Kwa nini malaika walitembea kwake? Jambo la kwanza ni ya kwamba Lutu alikuwa ni mtu mkarimu. Kwa sababu alikuwa ni mtu mkarimu, malaika walitembea kwake. Hapo nikaona kumbe mtu mkarimu anaweza tembelewa na malaika. Na ndiyo sababu Biblia inazungumza ya kwamba, ama inasema ya kwamba tuweze kuwa wakarimu, kwa maana unapokuwa mkarimu unaweza tembelewa hata na malaika. Basi malaika walipotembea kwa Lutu, nikiongea kwa kifupi ni ya kwamba walipotembea kwake wale watu wa Sodomu, kwa maana walikuwa ni watu waasi. Watu waasi wa jinsi gani? Walikuwa ni watu wenye kutenda vitendo vya ulawiti. Walienda kwake ili kuwakamata wale wanaume. Kwa kifupi ni ya kwamba wale watu wa Sodoma, wanaume walikuwa ni watu wenye vitendo vya usoga. Wanawake walikuwa ni makahaba. Mji wa Sodoma ulikuwa ni mji wa utajiri mwingi mno. Ulikuwa ni mji ambao ulikuwa na biashara nyingi. Lakini kwa nini Lutu aliingia pale? Kwa nini Lutu aliweza kuingia katika mji wa Sodoma? Jambo la kwanza tunaona ya kwamba Lutu aliweza kuingia Sodoma kwa maana alitamani utajiri. Akaingia Sodoma maana alitamani utajiri, akalazimika kuingia Sodoma maana alitamani utajiri, akajikuta ameingia pale pamoja na mkewe na binti zake maana alitamani utajiri. Kwa bahati mbaya akachangamana na wale watu ambao walikuwa ni wanabiashara. Na kumbe pale ambao kulikuwa na wanabiashara, kulikuwa na watu ambao walikuwa na tabia mbaya ya ukahaba na usoga. Na wale wanaume ambao walikuwa na vitendo vya ulawiti, walipowaona wale malaika wakadhani ni wanaume, wakaenda kuvamia Lutu ili kuwakamata wale malaika wakidhani ni wanaume.
Sasa walipoenda pale kwa Lutu wakidhani ni wanaume, wakaenda wakamwambia Lutu ya kwamba tunataka hao wanaume walioingia kwako. Lutu akamwambia tafadhalini acheni hao wageni wangu. Wakamwambia hapana, we ni mgeni, huwezi kututawala, tunataka uwatoe nje. Akamwambia tafadhalini acheni hao wageni wangu, afadhali niwapatieni wa binti zangu ambao hawajalala na wanaume, muwaachilia hao wageni wangu. Lakini wale wanaume wakasema hapana, tunataka hao wanaume. Kwa nini? Wao kazi yao ilikuwa ni kulala na wanaume badala ya wanawake. Na walipotaka kuvunja mlango, wale malaika wakagusa mlango, wale wanaume wakawa vipofu na wakakosa njia, wakakosa mlango, wakawa vipofu na wakaenda zao. Lakini nikifupisha habari ni ya kwamba walipoenda zao, baada ya asubuhi kufika, Lutu akaambiwa na wale malaika ya kwamba aondoke na wale binti zake na mkewe. Lakini wakaambiwa kabla hamjaondoka, nendeni muite binti zenu na wale waume wao, muondoke muende, maana tutaangamiza Sodomu na Gomora, tutaleta moto wa kiberiti uangamize watu hawa wote. Lakini wakaambiwa mutakapokuwa munaenda, musiangalie nyuma. Hakuna haja hata ya kusumbuka kueleza kwa wingi, maana habari hizi nyote mnawajua. Wote walio wa Kristo mmesoma katika Mwanzo sura ya 19. Hizi habari mnasijua. Kuna kitu tu moja nataka hapa mkielewe. Nataka muelewe kitu kimoja hapa ambacho kimeelezewa katika kitabu kiitwacho Wasee na Manabii au Practical and Prophets kwa Kiingereza. Jambo ambalo limeelezewa kwa kindani, jambo ambalo linatafsiri Biblia. Unajua wapendwa, kuna vitabu ambavyo vimeandikwa na wasome ya Biblia vya kutafsiri Biblia, kama vile ambavyo vinaitwa Bible commentaries, vile ambavyo vimeandikwa na wasome ya Biblia vya kusaidia kutafsiri Biblia, vya kusaidia kuelewa Biblia. Ndio nataka muelewe tafsiri ya maneno haya vizuri, ya kwamba Biblia inaposema waliambiwa kwamba watazame nyuma, wale binti za Lutu na mkewe Lutu pamoja na Lutu walipoondoka, maana wale vijana walioa binti za Lutu na binti za Lutu waliolewa kule Sodoma walikataa kuondoka. Hawakutaka kuacha utajiri, hawakuamini ya kwamba Sodoma itachoma na moto. Hawakuamini maneno ya Lutu. Hawakuamini. Lutu akaondoka na mkewe pamoja na binti zake, wakiwa wameagizwa kwamba mnapoondoka msitazame nyuma. Wakaondoka wakaenda, na walipokuwa wanakataa kuondoka, wakashikwa mkono kwa nguvu. Ndio, wakashikwa mkono kwa nguvu na malaika, wakaenda. Yes, wakaenda, wakasindikizwa, wakaenda. Na walipokuwa akienda, yule mkewe Lutu akasahau ya kwamba waliambiwa wasitazame nyuma. Nafikiri akakumbuka utajiri ule aliowacha. Akatazama nyuma. Yani pengine akiuliza, yani ninaacha ule utajiri? Nembi, pengine, sijui. Akauliza, yani ninaacha ule utajiri? Ninaacha kile chakula kitamu? Ninaacha ule utajiri wote? Akatazama nyuma. Kule kutazama nyuma, akegeuka akawa jiwe la chumvi. Mpaka leo lile jiwe lipo upo na watalii wanaenda kuliona. Akageuka akawa jiwe la chumvi. Yule Lutu akaenda pamoja na binti zake. Sasa walipoenda kufika kule milimani, kumbuka wale binti za Lutu walikuwa wamenyweshwa sumu ya uovu. Maana kule Sodoma walikuwa wamechangamana na binti waovu, walikuwa wamenyeshwa uovu. Sasa sikia,
kurasa 167, kitabu kiitwacho Patriarchs and Prophets kwa Kiingereza, ama kwa Kiswahili Wasea na Manabii, kinasema hivi. Kurasa 167 nasema kwa kifupi, nasema hivi: Lutu alichagua Sodoma kwa sababu ya starehe na manufaa yake, akiacha madhabahu ya Ibrahimu na kafara zake ya kila siku kwa Mungu aliye hai. Aliwaruhusu watoto wake wachangamane na watu wapotovu na waabudu sanamu. Yes, Lutu alichagua Sodoma kwa sababu ya starehe zake. Lutu alichagua Sodoma kwa sababu ya starehe zake mwenyewe, akaachana na Ibrahimu. Kwa starehe zake mwenyewe akachagua Sodoma, mahali ambapo palikuwa na uasi. Kwa sababu ya starehe zake mwenyewe. Watu wengine wanaweza kuchagua mahali ambapo pana uasi kwa sababu ya starehe zao wenyewe. Yes. Sasa sikia mahali pengine. Sasa sikia, Lutu, nikipupisa habari ni ya kwamba hata hivi akiwa amenyang'anywa mali zake, akiwa amefiwa na mke na watoto wake, akiwa anaishi katika pango kama wanyama wa mwituni, akiwa amejawa sifa mbaya katika umri wake wa uzee, na alipatia ulimwengu usio usao wa wenye haki, bali mataifa mawili ya waabudu sanamu, yakiwa na uadui wa Mungu. Alipatia ulimwengu sifa mbaya. Yani, sasa sikia, alipatia ulimwengu sifa mbaya kivipi? Sasa sikia, nirudi nyuma kidogo. Lutu huyu alipoenda na wale binti zake, kuna mahali niliacha nyuma kidogo, inasema ya kwamba ni tofauti kubwa kiasi gani katika maisha ya Lutu yakilinganishwa na yale ya Ibrahimu. Mwanzoni walikuwa pamoja, wakiabudu katika madhabahu pamoja, wakiishi njirani katika mahema yao ya kuhamahama. Lakini ni kwa jinsi gani wanatofautiana sana. Lutu alichagua Sodoma kwa sababu ya starehe na manufaa yake, akiacha madhabahu ya Ibrahimu na kafara zake za kila siku ya Mungu aliye ya hai. Aliwaruhusu watoto wake wachangamane na watu wapotovu na waabudu sanamu, lakini bado ndani ya moyo wake alibakisa hofu ya Mungu, kwa maana anatangazwa katika maandiko kwamba alikuwa mtu mwenye haki. Roho yake ya haki ilichukizwa na maongezi ya maovu yaliyosikika masikioni mwake ya kila siku pamoja na ubatili. Lakini pamoja na kutangazwa alikuwa mwenye haki, alitangazwa mwenye haki, lakini ni haki gani alitangazwa kuwa alikuwa nayo? Na hali alichangamana na waovu. Sasa sikia mwisho wake ilikuwa nini? Hebu niruke kidogo. Alichangamana na watu waovu na alikuwa ni mwenye haki. Sasa mwisho wake, pamoja na kwamba alikuwa ni mwenye haki, sikia kilichompata baadaye. Kilichompata baadaye, alipoenda pale mlimani, pamoja na kutangazwa alikuwa mwenye haki, alipoenda pale mlimani, binti yake baada ya kugeuka kuwa njiwe la chumvi, alipoenda pale mlimani, utapata hayo katika Mwanzo sura ya 19. Pamoja na kutangazwa kuwa ni mwenye haki, binti zake wakasema, yule mkubwa akasema, sasa baba yetu amekuwa mzee, hakuna mwanaume wa kutuoa. Binti yake mkubwa akatengeneza pombe. Sikia uasi. Binti yake alikuwa amechangamana na wasichana waovu, akatengeneza pombe, akapatia baba yake akiwa usingizini.
Baba akalewa, binti yake akalala na baba yake, jambo ambalo halijawahi kuonekana hata kwa makafiri. Hata wewe rafiki yangu naye nisikiliza, ni sahihi. Jambo ambalo halijawahi kupatikana kwa makafiri. Binti akalala na baba yake, akashika mimba. Akalala na baba yake. Akaenda akaambia dada yake mdogo ya kwamba nimelala na baba. Sasa na wewe tengeneza pombe, patia baba. Akapatia baba yake, na yeye akalala na baba yao, na yeye akashika mimba. Sikia mpendwa, na yeye akashika mimba, na wote wakazaa. Na wale watoto waliozaliwa, Biblia inakuja kusema ya kwamba wakawa ni watoto wabaya kwa dunia, na baadaye Mungu alipanga ya kwamba wote waje kuuawa. Wakawa ni watu wabaya duniani ambao Mungu alikuja kutangaza wote wauawe. Samahani mpendwa, niruhusu nichukue Biblia imeanguka chini. Sasa sikia vile Biblia inasema. Katika kitabu cha Mithali sura ni ile ya 15. Sikia. Mithali sura ya 15 inasema nini? Sikia mpendwa vile Biblia inasema, sura ile ya 15. Mithali sura ya 15. Angalia sana. Mithali sura ya 15 inasema nini? Unaweza sababisha familia yako kupata laana kwa sababu ya tamaa ya utajiri. Lutu alisababisha familia yake kuingia shinda kwa sababu ya utajiri. Mithali sura ile ya 15 fungu lile la 27 inasema nini? 15:27. Atamaniye faida ufadhaisha nyumba yake mwenyewe, bali achukiaye zawadi ataishi. Lutu alitamani faida, lakini alifadhaisha familia yake. Alitamani faida ya utajiri, lakini alifadhaisha familia yake. Alitamani faida ya utajiri, lakini alisababisha binti zake kuolewa Sodoma, wakaja kuangamia au wakaja kuangamizwa na moto wa kiberiti. Kadhalika wale binti zake wengine wakawa waasi, wakamunywesa pombe. Baada ya kumunywesa pombe, kisha na wao wakaja kuzaa watoto waasi. Na ndio mpendo, ukubali, usidhani nimesema maneno yasiyo ya kweli. Nitakupeleka pale Mwanzo sura ya 19, uamini ya kwamba nimesema mambo ya ukweli. Kabla sijaenda kutamatisha fundisho langu, nitakupeleka pale Mwanzo sura ile ya 19, ndio uamini kile nimesema ni ukweli. Mwanzo 19:31 inasema, yule mkubwa akamwambia mdogo, baba yetu ni mzee, wala hakuna mume katika nchi atuingilie kama ilivyo desturi ya dunia yote. Haya, na tumnywese baba yetu mvinyo tulale naye, ili tumuhifadhie baba yetu uzao. Wakamnywesa baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka huyo mkubwa akalala naye, wala yeye hana habari. Alipolala akaondoka. Ikawa siku ya pili mkubwa akamwambia mdogo, tazama, tumelala jana na baba yangu, tumwenyese mvinyo tena usiku huu, ukaingia ukalale naye. Wakamnywesa tena baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka mdogo akalala naye, wala yeye hana habari. Alipolala naye akaondoka. Basi hao binti wote wawili
na Lutu akapata mimba kwa baba yao. Yule mkubwa akazaa mwana akamwita jina lake Moabu. Huyo ndiye baba ya Wamoabi hata leo. Yule mdogo naye akazaa mwana akamwita jina lake Benami. Huyo ndiye baba wa Moabi hata leo. Sasa mpendwa, sikia. Hao watoto wamelala na baba yao na wakazaa watoto. Sasa sikia nisome maneno ambayo yameandikwa kwenye kitabu hiki. Sasa sikia maneno ya tahadhari. Wakati Lutu alipoingia Sodoma, alidhamiria kujihadhari kabisa dhidi ya uovu na kuiongoza familia yake kuiga mfano wake. Lakini alishindwa kabisa. Kuiongoza familia yake kuiga mfano wake, lakini alishindwa kabisa. Mivuto potovu iliyokuwa inamzunguka iliathiri familia yake mwenyewe na muunganiko wa watoto wake na wakazi wa Sodoma ilifungamanisha maslahi yake kwa kiasi fulani na yao. Matokeo yake tunayashuhudia mbele yetu. Wengi wanafanya kosa kama hilo kwa kuchagua maeneo ya kuishi. Wanaangalia zaidi kuhusu manufaa ya muda kitambo wanayoweza kupata kuliko mivuto ya kimaadili. Wanachagua ardhi nzuri na yenye rutuba. Wanahamia katika miji fulani inayostawi kwa kutamani na kujipatia manufaa. Kwa hivyo katika kuchagua mahali pa kuishi, Mungu angependa tufikiri jambo la kwanza muhimu kabisa kabla ya yote. Kwa hivyo wapendwa, ni ya kwamba ikiwa unataka kusaidia familia yako, mke wako na watoto wako, popote unapotaka kwenda na familia yako, mke wako na watoto wako, angalia ni wapi ambapo unataka kuhamia na familia yako, mke wako na watoto wako. Angalia ni wapi unapeleka mke wako na watoto wako. Je, huko ambako unataka kuhamia na mke wako na watoto wako ni mahali ambapo mke wako atakuwa salama? Ni mahali ambapo watoto wako watakuwa salama? Ni mahali ambapo watoto wako watapata usalama? Ni mahali ambapo watoto wako watakuwa na watoto wazuri ambao hawataharibu tabia yao? Kumbuka, kuna mahali ambapo watoto wanaweza kwenda wachangamane na watoto ambao wataharibu tabia yao. Ukweli ni ya kwamba kuna mahali unaweza peleka watoto wao wakaharibiwa tabia yao, wakachangamana na watoto ambao watawafanya kuwa walevi, watawafanya kuwa wavuta bangi, watawafanya kuwa watoto wa kuvuta ama wakunywa madawa ya kulevya. Yes, kuna watoto wengine wameharibika tabia kutokana na wale wanaochangamana na wao. Kwa mfano, kama hao watoto wa Lutu kule walikoenda Sodoma waliharibikia kule. Sitaki kuelezea zaidi, lakini kumbuka ya kwamba tabia yako inaweza kuharibika kutokana na wale unaotembea nao. Mtu mwingine akasema, nieleze yule unayeishi nao, nieleze rafiki yako ndio nikuambie jinsi tabia yako ilivyo. Ndio mwandishi hapa anasema ya kwamba katika kuchagua mahali pa kuishi, Mungu angependa tufikiri jambo la kwanza kabla ya yote, mivuto ya kiroho, ya kimaadili itakayozunguka sisi na familia yetu. Tunaweza kuwa tumewekewa katika maeneo ya hatari, kwa sababu wengi hawawezi kuwa na uchaguzi wa mazingira. Yaani mahali ambapo unapeleka familia yako, unaweza kuwapeleka au kupeleka
familia yako mahali ambapo utaharibu watoto wako waharibike tabia. Kwa hivyo angalia unapeleka watoto wako wapi. Mahali unapowapeleka ni pazuri. Wengine wamepeleka watoto wao mahali ambapo tabia yao inaharibika kwa haraka. Kwa hivyo chagua ni wapi unapeleka familia yako. Lutu yeye aliharibika au tabia ya watoto wake iliharibika. Hebu niseme ya kwamba Lutu ni mmoja wa watu ambao Biblia haikumbuki, ama yeye ni mmoja wa wale ambapo familia yake haitakumbukwa milele. Katika familia ya watakatifu ambao watakumbukwa milele, yeye ni mmoja wao ambao familia yake haitakumbukwa milele. Katika Biblia familia yake haikumbukwe. Yaani hakuna rekodi ya watoto wa Lutu. Kwa njia nyingine niseme ya kwamba watu wote watakatifu wa Mungu, kwa mfano kama vile Nuhu, kama vile Ibrahimu, familia ya watakatifu wa zamani ina rekodi. Lakini familia ya Lutu haikumbukwi, haina rekodi, kwa sababu namna alivyoishi familia yake ilipotea katika uso wa dunia, kwa sababu yeye pale alipeleka familia yake ilipotea katika uso wa dunia kutokana na uchaguzi wake mbaya. Kwa hivyo ombi langu ni ya kwamba Mungu akusaidie, Mungu anisaidie ili wewe uwe na uchaguzi bora, ujue ni wapi unapeleka familia yako. Hata katika shule, chagua shule bora ambao unapeleka watoto wako. Ujue shule unayopeleka watoto wako ni shule ambayo ina maadili bora, ni shule ambayo watoto wako wataongozwa vizuri, kwa sababu kuna mashule mengine watapeleka watoto wako waweze kuongozwa vibaya. Hebu niombe ya kwamba Mungu akusaidie wewe na mimi tuweze kuwa na uchaguzi bora, tujue ni namna gani tutaongoza familia zetu, na tuombe Mungu atusaidie tuweze kuwa na uchaguzi bora katika kuongoza familia zetu. Wakati mwingine Mungu akinipatia nafasi, nitakuja kuelezea nao akina mama wajue ni namna gani ya kuongoza familia, kwa sababu tumejifunza juu ya mzee ambaye aliongoza familia yake ikakaa vibaya ama ikapotea milele. Hebu niweze kuomba. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba uweze kutusaidia kujua namna ya kufanya uchaguzi bora wa kusaidia familia zetu, ama wa kuchagua ni wapi pa kuweka familia zetu ili siweze kukaa vizuri, na tuweze kuchagua ni namna gani ya kutawala familia zetu na namna gani tunaweza kuweka familia zetu mahali palipo salama. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. Mpendwa, endapo ungependa kujua mengi ambayo nimefundisha, naomba uweze kutembelea channel ya YouTube yangu ambayo utaipata jina Pastor Mutuma Senior. Na endapo ungependa nikifundisha fundisho liingie kwenye simu yako mara moja, ninaomba usubscribe.